tukikiri kwa kinywa chetu ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, pale tukaingia ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na baada ya kuingia ndani ya Kristo, tulipewa uwezo wa kufanywa watoto wa Mungu. Kwa mpendwa, wewe na mimi, sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. Mungu aliyeumba mbingu na nchi, kwetu ni Baba aliyetuzaa kwa neno lake. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23 anasema hivi: kwa kuwa hamkuzaliwa mara ya pili kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Anaongea kuhusiana na mimi na wewe, ya kwamba tumepata asili mpya. Mwanzoni tulizaliwa katika mwili. Yohana sura ya kwanza mstari wa 6, Yohana sura ya 3 mstari wa 6 anasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Tujue sote ya kwamba sisi hapa ni roho, tunayo nafsi, tunaishi katika mwili. Huu mwili unaoonekana kwa macho haya ni nyumba ya maskani yetu ya hapa duniani, ni kao letu tunalolitumia kwa maisha ya hapa duniani. Hili kao halidumu, litarudi kwenye udongo kama lilivyotoka katika udongo. Lakini wewe na mimi haturudi kwenye udongo. Wale waliofanya maamuzi ya kumpa Yesu maisha yao wataenda pale Yesu alipo. Wale ambao hawajafanya maamuzi ya kumpa Yesu maisha yao wataenda pale Yesu ambapo hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alisema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa Mungu hakumtuma Yesu aje ahukumu wenye dhambi, aje ahukumu walevi. Sisi ndio tunaanza kuhukumu, afile ni mlevi. Hapana, Mungu amhukumu. Mungu anampenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni mlevi lakini Mungu anampenda. Ni mzinzi lakini Mungu anampenda. Ila upendo wa Mungu akiupokea, hatobaki kuwa mzinzi tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Zamani tulikuwa na sisi tuna tabia nyingi hizo, kwa kama wengine, tulikuwa tumefungwa, tumepotea kama wengine, lakini kwa neema ya Mungu alituokoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wake. Tumekuwa wazao wateule sasa, makuhani wa kifalme, taifa lake Mungu lilo takatifu, watu ambao Mungu anawamiliki. Ni neema ya Kristo. Tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Haitokani na nafsi zetu, haitokani na nafsi zetu, ni kipawa au zawadi ya Mungu. Mtu yeyote asije akajisifu. Haleluya. Huwezi ukajisifu ya kwamba mimi nilikuwa mzuri sana ndio maana nimeokoka. Hapana, ni neema ya Kristo. Ilitukuta tukiwa wenye dhambi, ikatuokoa baada ya kututakasa kwa damu yake na kutuhesabia haki kwa imani katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio namna tuliingia ndani ya Kristo. Ndio namna tulipata uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Ndio namna tulihamishwa toka ufalme wa giza tukaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo la Mungu. Ndio namna tulihuishwa pamoja na Yesu tukaketishwa mkono wake wa kuume. Ndio namna tulipokea uzima wa milele. Ndio namna tulipita toka mautini na kuingia uzimani. Ndio namna tulikuwa wazao wa Mungu, warithi pamoja na watakatifu. Ndio namna tulistahilishwa kutajwa kwenye familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni pendo la namna gani aliyotupatia Baba, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndivyo tulivyo. Lakini tuko hapa,
hata imekuwa mtu. Alikuwa nani? Mtu, si ndiye? Baada ya kuingia ndani ya Kristo amesema amekuwa mtu mpya? Hapana. Amekuwa nini? Amekuwa, Bwana asifiwe. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa anasema tuliumbwa katika Kristo Yesu. Haleluya, amen. Kwa hiyo uumbaji wa kwanza ulifanyika bustani ya Eden, na kutokea kwenye bustani ya Eden Mungu amekuwa anaendelea kuumba kwenye matumbo ya mama. Anasema kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako nalikujua. Haleluya. Mungu anatuumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha tumboni mwa mama. Lakini kwa sababu ya baba zetu walipokea ile dhambi ya Adamu, tunapoumbwa tumboni mwa mama ni unganiko kati ya mbegu ya baba na yai la mama. Kwa mbegu ya baba inakuja ikiwa na asili ya dhambi. Kwa Mungu anapoumba anatumia mbegu ambayo tayari ina asili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunazaliwa tukiwa na hiyo asili ya dhambi, lakini tena pia hata sio tu asili, baada ya kuzaliwa tunaanza kufanya dhambi sisi wenyewe. Matokeo yake roho yetu inakufa. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunakuwa tumefarakana na Mungu, tunakuwa maadui wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa tunapokuwa, kwa hiyo tunapokuja ndani ya Yesu tunakuja kama mtu lakini aliyekufa kwa sababu ya dhambi na makosa. Tukiingia ndani ya Kristo, Mungu anatuumba tena. Sasa anatuumbia katika Kristo. Mwanzoni alituumba katika tumbo la mama, si ndiyo? Uumbaji wa pili anatuumba katika Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa anapotuumba katika Kristo, kinachopatikana pale ni kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Kwa mimi na wewe tuliokoka ni viumbe wapya. Huwezi kunilinganisha mimi au wewe ukajilinganisha na yule ambaye alikuwa kabla hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wamewahi kuishi kwenye nyumba ya kupanga? Okay. Wangapi walienda kwenye ile nyumba ya kupanga wakiwa na akili timamu tu, yani wakiwa watu wazima wanajielewa, wamehamia kwenye hiyo nyumba? Wangapi? Yani umeanza kukaa kwenye hiyo nyumba ukiwa yani ukiwa unajielewa. Sio kama ulihamia pale ukiwa bado mtoto hujui, lakini umehamia hapo ukiwa tu mtu mzima unajua. Wangapi? Okay. Uliingia kwenye ile nyumba, kulikuwa kuna mtu mwingine alikuwa anaishi, si ndiye? Bwana asifiwe. Je, wewe ulipoingia kwenye ile nyumba uliendelea kufuata ratiba za aliyekuwa anaishi mwanzoni? Uliendelea kukutana na maisha magumu au rahisi kama aliyekuwa anakaa mwanzoni? Uliendelea kufanya kazi zile zile alizokuwa anafanya yeye? Vipi, ulikuwa unaendelea kuwaza mawazo yale ambayo alikuwa anawaza yeye? Ulikuwa unapata magonjwa yale ambayo yeye alikuwa anayapata? Ulikuwa unapata pesa zile alizokuwa anazipata? Kwa nini? Si nyumba ni ile ile? Bwana asifiwe. Haleluya. Kama kwa mfano, wangapi alienda kwenye nyumba akawa anajua aliyekuwa anakaa pale alikuwa anafanya nini? Yaani aliyekuwa anakaa pale alikuwa anafanya shughuli gani? Baada ya kuingia kwenye nyumba unajua kwamba alikuwa anakaa hapa alikuwa anafanya hivi au alikuwa hivi. Wangapi wanajua alikuwa anafanya nini mwenye nyumba kabla hajaingia? Alikuwa anauza mgahawa. Nani mwingine anajua hiyo nyumba aliyekuwa anaishi alikuwa anafanya nini au alikuwaje? Hakuna anayejua. Au unajua alikuwa nani? Alikuwa mwanaume, alikuwa mwanamke? Okay, lakini yote katika yote unaona kwamba aliyekuwa anakaa haamui tena. Yule aliyekuwa anakaa mwanzo hataki kuendelea kuamua wewe unayekaa sasa uishije, si ndiyo? Bwana asifiwe.
Amina. Ndio tunasema ni kwa ajili ya nini? Uhuru katika Kristo. Aliyekuwa anaishi kwenye ile nyumba mwanzoni, je, anaamua saizi wewe uishije? Naam. Bwana asifiwe. Haleluya. Vipi aliyekuwa anakutana nayo yeye, na wewe ni lazima ukutane nayo? Kwa nini? Kwa sababu anayekaa ndani ya nyumba ni ile ile, lakini anaishi ndani ni mpya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo yule aliyeondoka ameondoka na ya kwake. Sasa hizi tunaongea kuhusiana na nyumba ya maskani ya dunia hii. Bwana asifiwe. Nyumba ya maskani ya dunia hii ni nini? Mwili wetu, si ndio? Wakorintho wa pili hiyo sura ya 5 alianza kwa kusema hiyo katika mstari ule wa kwanza. Kwa maana tunajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Haleluya. Kwa mwili ni nyumba ya maskani ya dunia hii. Baada ya sisi kuingia ndani ya Yesu, tukawa viumbe wapya. Baba yetu alipotuzaa akatuumba katika Kristo, akatuweka tena kwenye mwili huu. Bwana asifiwe. Ni mwili ule ule ambao alikuwa anakaa zamani, lakini Mungu kabla hajatuweka alifanya kitu na ule mwili. Amina. Hata kama ukiuangalia unaona bado una macho mawili, bado una kichwa kimoja, bado una miguu miwili, bado una mgongo uko nyuma. Haleluya. Bwana asifiwe. Bado tumbo liko upande wa mbele, si ndio? Haleluya. Hata kama iko vile, lakini kuna kitu Mungu alishafanya kwa ajili ya mwili wako na mwili wangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Alipotuumba katika Kristo, hakuturudisha tu kwenye ule mwili vile vile. Hapana. Alifanya kitu na ule mwili, hata kama ni mwili wa udongo, lakini kuna kitu alifanya. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na 20. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 6 mstari wa 19 na 20. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Kwa maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kumbe Mungu aliamua, sio tu kwamba alituumba sisi akatufanya viumbe wapya, sio kwamba alitununua sisi tu kwa damu, lakini alinunua na nini? Na huu mwili. Bwana asifiwe. Aliununua kutoka kwa yule aliyekuwa anatumia zamani. Akamwambia, wewe wa zamani unaondoka na kazi zako, tabia zako, magonjwa, laana zako, umasikini wako, hofu zako, matatizo yako, mikosi yako, magumu yako, shida zako, hofu zako, mateso yako, aibu zako, kila aina ya uchafu wako. Hivyo vyote nenda navyo, lakini mwili nanunua. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwili mimi naununua ili niendelee kuutumia, lakini kwa sasa, kwa sababu nimeununua mimi, itakuwa ni nyumba yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa mwili wetu umekuwa hekalu la Mungu. Huu mwili, sema mimi ni hekalu la Mungu. Mwili wangu ni hekalu la Mungu. Mwili wangu ni makao makuu ya Mungu duniani. Mungu anakaa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa tumekuwa ndani ya Kristo, tumekuwa viumbe wapya, tumeumbwa tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo usijichanganye wewe na yule wa zamani. Usijilinganishe wewe na yule wa zamani. Mko tofauti kabisa. Haleluya. Wa zamani alikuwa katika ufalme wa giza,
lakini wewe umehamishwa, umeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo la Mungu. Wa zamani alikuwa amekufa kwa sababu ya dhambi na makosa aliyofanya, lakini wewe umeuishwa, umeketishwa pamoja na Yesu. Wa zamani ndani yake alikuwa anakaa shetani, wewe ndani anakaa Roho Mtakatifu. Wa zamani alikuwa maisha yake yote yanaelekea kuzimu, wewe unaelekea mbinguni. Bwana asifiwe. Hamlingani, hamfanani. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Nilishatoa mfano mara kadhaa hapa kuhusiana na ile nyumba ambayo mimi naishi. Kabla sianza kuishi ile nyumba, alikuwako mtu mwingine alikuwa anaishi. Siku moja akaja mtu ambaye ni ndugu yake na rafiki. Akaja akiwa yule ndugu ameshaondoka pale kwa muda mrefu. Akafika akatukuta sisi. Alikuwa na mabegi yake na akawa anataka kulazimisha kuingia ndani. Geti ilikuwa lijafungwa, akaingia ndani, akapita kwenye gate, akaingia, anataka aingie ndani. Ikabidi tumzuie. Kwamba sasa mbona hujasema, hausemi kitu, hujabisha hodi, hujafanya nini, unaingia tu. Wewe ni nani? Unaenda wapi? Bwana asifiwe. Yeye akawa anataka kulazimishia. Hapana. Useme kwanza wewe ni nani. Akataja fulani yuko wapi? Akasema hatumjui. Baada ya kusema hatumjui, ndio akashtuka. Akasema hapa si alikuwa anakaa mtu fulani. Anambia mwaka gani? Imepita kama miaka 3-4. Anambia sisi hatumjui, hatujawahi kumuona. Sasa fanya hivi, twende pale nje ya gate pale, tutakupatia namba ya huyu mama, atakuwa anamjua, mtawasiliana kule. Kwa tukampeleka kule nje ya gate wawasiliane wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sasa shida mara nyingi sisi kama vijana huwa tunaachaga, wakija wageni tunafanya kama alivyofanya Daudi. Wangapi wanajua Daudi alivyofanya wakati wageni wamemtembelea? Nani anajua? Nyosha mkono kama unajua. Daudi alifanyaje wageni walipomtembelea? Samueli wa pili sura ya 11 na 12 inasema habari hii. Siku moja ilikuwa ni wakati wafalme wanaenda kupigana vita, na Daudi akaandama jemadari wake na askari wake, akawatuma wakaenda vitani kupigana, lakini yeye hakwenda. Akalala mchana wote. Ilipofika jioni, akatoka akaenda juu ya dari ili apunge hewa pale. Nikwambie, kulala mchana ni moja kati ya tabia mbaya sana. Haleluya. Amina. Kulala mchana ni moja kati ya tabia mbaya sana. Wageni watakutembelea. Haleluya. Amina. Utatembelewa na wageni. Sasa Daudi akatembelewa na wageni akiwa pale. Akamwona mama mmoja, mdada alikuwa anaoga, anaitwa Bathsheba. Akamuona anaoga. Nadhani alikuwa kwenye mabafu kama ambayo nayaona yako, kuna mabafu yako siku hizi ambao unaona jua hajazibwa. Si unayajua? Inakuwa bafu lakini jua halijawekwa, halijaezekwa. Yako hayo nimeyaona maeneo huko. Watu wanatumia tu ile, anaenda pale anaoga, lakini huko jua hamna kitu. Mimi nishawahi kutumia hiyo. Nilikuwa nimeenda kutembelea watu, nikakaribishwa pale sana, angalia mbona hamna, haijazibwa huko juu. Akasema unatumia hivyo. Nilikuwa naogopa, lakini baadaye nikazoea. Tena sasa mbona siko salama, huko juu hakujazibwa. Tunazoea ili kwamba bafu liweze kuwa bafu, inabidi huku lio limezibwa, huku limezibwa, mbele yako limezibwa, nyuma limezibwa, na juu limezibwa, ndio unakuwa huru. Lakini kama kuna sehemu kujazibwa, hauwi huru. Si ndio? Bwana asifiwe. Sasa nadhani udada alikuwa anaoga kwenye bafu la aina hiyo. Nadhani, mimi nafikiria. Biblia haijasema, ila anasema alikuwa anaoga. Daudi alikuwa juu ya dari, alimuona anaoga. Akasema, yule ni nani? Mkaniitie yule. Alipomuita, akaenda
akafanya naye uzinzi. Yule dada akapata mimba. Alipopata mimba, Daudi akaanza kufanya kampeni ya kufanya yule mume wa huyu dada aje, ili ile mimba ionekane ya kwamba ni ya yule ndugu. Lakini yule ndugu akasema, mimi siwezi kuja kulala na mke wangu wakati askari wengine wako vitani. Akakataa. Daudi akaamua amuue kabisa ili afute ule ushahidi. Ukiona umefanya dhambi, uwajibike, usitafute kufunika ile dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini nilikuwa nasema ya kwamba kama wageni wanakuja, Daudi wageni walikuja kwake. Nathan akamwambia, kuna mtu mmoja ambaye wageni walikuja nyumbani kwake. Badala ya kwenda kuchukua kondoo wake awachinjie wageni, yeye akaenda kuchukua kondoo wa mtu mwingine. Na yule mtu alikuwa na kondoo mmoja tu ambaye amemtunza, amempenda, amemweka vizuri. Akamchukua ili awalishie wageni wake. Bwana asifiwe. Unajua Biblia inaita wale wageni, Biblia inaita wageni wale, inawaita tamaa za ujanani. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio hao wageni. Yanakuja mawazo, zinakuja hisia, unakuja ushauri. Sio kwamba ni vya kwako, lakini unaona tu imekuja. Bwana asifiwe. Haleluya. Wazo limekuja, haujaliandaa wewe, hujui lilikotoka. Hisia zimekuja, haujaziandaa wewe, hujui zilikotoka. Bwana asifiwe. Sasa wakija wageni kama hao, unawakaribisha wapi? Amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia wazi, kama kijana, zikimbie tamaa za ujanani. Fanya nini? Amesema tufanye nini? Kimbia tamaa za ujanani. Kimbia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kulikuwa na binti moja nilikuwa namfahamu. Alipotea. Nilikuwa namfahamu kwa sababu nilikuwa namuona alikuwa anasoma. Ikaenda ghafla kauliza imekuaje. Siku nyingine nikaja nikamuona ana mtoto. Nikasikitika, imekuaje, mbona ni binti mdogo na imekuaje? Nikamuita siku moja, nikakaa naye. Akaniambia, mchungaji, mimi nilikuwa nasoma, nilikuwa napita ile njia pale. Ile pale alikuwa nasoma pale mbele kunaitwa Kiwao. Pale Riverside pale huko mbele kunaitwa Kiwao. Kwa alikuwa napita pale, kuna watu walikuwa wanauza pale nguo. Kijana mmoja alianza kumwambia, akipita anamwambia, binti, mimi nakupenda. Anakataa, anaenda. Akipita tena, anambia, unataka hii nguo? Chagua tu nguo hapa. Mbegu inapanda. Anakataa, anaenda. Siku nyingine akachagua nguo, akaenda naye. Ameshanaswa. Mbona sasa? Yule hakumwambia kitu. Mara ya kwanza tu alimwambia nampenda, lakini hapo katikati alikuwa anamwambia tu, nini? Chukua hii hela ukanunue chips. Sio nini? Chagua nguo. Siku moja akachagua nguo. Alipochagua nguo, ikapita siku kadhaa tena akamwambia, kama unataka nguo nyingine sema utapata. Tayari sasa manake si ameshavunja ule uzio, wanaweza kuongea sasa. Akamwambia, nataka nyingine iwe hivi. Akampatia tena. Siku nyingine hivyo ndo akamdanganya, ndo ikaishia akapata mimba. Shule ikaisha na maisha yake yakaharibikia hapo. Bwana asifiwe. Alikosea namna ya kuwakaribisha wageni. Wageni tunawakaribishia wapi? Bwana asifiwe. Tunawakaribishia wapi wageni? Wageni wanapaswa kukaribishwa wapi? Na ukiona kama kuna mgeni amekuja, umweke wapi? Nje. Bwana asifiwe. Haleluya. Amalizie kazi zake wapi? Nje. Kila kitu chake kiishie huko huko. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Lazima ujilinde. Kila aliyezaliwa na Mungu anajilinda, na mwovu hamgusi.
Kila aliyezaliwa na Mungu anajilinda na mwovu hamgusi. Kama kijana, jilinde. Wewe ni kiumbe kipya, una vitu bora sana kutoka kwa Mungu. Haleluya. Una mambo makubwa yatokayo wapi? Yanatoka wapi? Kwa Mungu. Usiyatupe chini kwa ajili ya faida moja. Mtu mmoja anaitwa Esau alidharau ile haki ya uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya mlo mmoja tu, akapata hasara maisha yake yote. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuahidi kukupatia faida ya mara moja tu, lakini unapata hasara ya maisha yote. Kama kiumbe kipya, jua namna ya kujilinda. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtoto wa Mungu. Kama kijana, tunajua vijana wana nguvu, wana neno, wamemshinda mwovu. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Haleluya. Wiki ijayo tutaendelea kuongelea kuhusiana na haya maisha mapya ndani ya Kristo. Lakini ujue ya kwamba wewe ni kiumbe kipya hata kama bado unakaa kwenye nyumba ile ile. Bwana asifiwe. Ila hata ile nyumba yenyewe na yenyewe imenunuliwa saizi, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ni hekalu la Mungu. Kwa usikubali mwili wako utumiwe na dunia au shetani. Haleluya. Usikubali. Tamaa za macho, tamaa za mwili, tamaa za kiburi cha uzima, usiviruhusu. Anasema kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Anasema na vijana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Naanzia ule mstari wa 14. Nimewaandikia ninyi vijana, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. 15. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. Haleluya. Anasema nimewaandikia ninyi mna nguvu, mna roho, mna neno, yani mna nguvu za Roho Mtakatifu, mna neno la Mungu, nanyi mmemshinda mwovu. Msipende dunia. Haleluya. Sawa vijana, msipende dunia. Dunia tuifundishe sisi. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe kama kijana wa kiume au wa kike, hii dunia iko chini ya mwovu, inakuja na mafundisho ya mwovu. Sisi ndio inabidi tuifundishe dunia ya kwamba kuna maisha bora. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi ndio tuifundishe dunia ya kwamba hapana, ukiwa binti tabia zako zinapaswa kuwa hizi. Haleluya. Ukiwa mvulana tabia zako zinapaswa kuwa hizi. Mitazamo yako inabidi iwe hivi. Vipaumbele vyako vinapaswa kuwa hivi. Na tunaifundishaje? Kwa kuionesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sisi kama viumbe wapya lazima tuioneshe dunia, ione kutoka kwenye mwili wetu, ione kutoka kwenye mitazamo yetu, ione kutoka kwenye maneno yetu, ione kutoka kwenye maamuzi yetu. Dunia ione ya kwamba hivi kumbe inawezekana, hivi kumbe kuna maisha haya bora, hivi kuna maisha haya ya amani, ya furaha, hivi kuna maisha haya ya ushindi, ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunasema tuko kwenye kipindi cha uhuru katika Kristo. Nenda kaonesha kwamba uko huru. Sio kama unafanya tu ya kwamba ukiwa huku unaonekana umeokoka, ukiwa huku unajificha ficha. Hapana, tunajifunza kuhusiana na uhuru, maisha halisi, dunia ione. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Anasema hapa tuwe kielelezo, tuwe onesho. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 12. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Mtu yeyote asidharau ujana wako. Amen. Hasa anasema tufanye nini ili ujana wetu usidharauliwe, ili ujana wetu uheshimiwe? Cha kwanza amesema kuwa kielelezo katika, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi
tuwe vielelezo katika nini? Mambo tunayoongea. Kama wao wanaongea, tunajua dunia inaongea mambo mengi sana. Vijana wa dunia hii wanaongea mambo ya uzinzi, uasherati, tamaa. Haleluya, Bwana asifiwe. Wengine mpaka ulevi, wengine mpaka uchawi, vijana. Haleluya, Bwana asifiwe. Sisi inabidi tuwaoneshe ya kwamba tuna maneno yenye neema, tuna maneno ya baraka, tuna maneno ya utakatifu, tuna maneno ya ushindi, tuna maneno ya amani, tuna maneno mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulinde maneno tunayoongea, amesema cha kwanza. Tuoneshe, yani mtu akitusikiliza aone, leo nimemsikia ni mtoto mdogo lakini mambo aliyoniambia sijaelewa. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Ni kijana tu lakini mbona aongei kama vijana nao wajua? Nataka nijue kuna nini kwenye maisha ya kijana. Tuwe kielelezo. Kielelezo manake onesho. Bwana asifiwe. 2 amesema tuwe kielelezo katika mwenendo, tabia. Haleluya, Bwana asifiwe. Vijana siku hizi labda hawasalimii, wewe salimia. Amina. Haleluya. Ukiamka asubuhi nenda wasalimie wote. Tulifundisha hiyo zamani sisi. Ukiamka asubuhi hakikisha unaingia unaenda kuwasalimia wote walioko pale nyumbani. Tena tulikuwa tunaambiwa tuwasalimie hadi majirani. Kwa unasalimia pale nyumbani, unaenda nyumba ya jirani pale unawasalimia na huko jirani unawasalimia. Bwana asifiwe. Haleluya. Tulifundishwa zamani ya kwamba kama ni kijana, ukiona umekuja watu wazima, unasimama, wao wanakaa. Ukiona wale watu wazima wanaanza kuongea, wewe kama kijana unawapisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Hizo ni tabia za kimungu, ni tabia za kiungu hizo. Haleluya. Kwa uwe kielelezo katika mwenendo. Mwenendo wako usiwe na maswali. Mtu yani kusiwe na kuna vitu ambavyo havieleweki. Haleluya. Mara umeenda mahala haujaaga. Hapana, aga, ninaenda sehemu fulani, nitarudi muda huu. Amina. Haleluya. Mara sio unaanza kwa labda pengine una simu kwa siri. Hapana. Kama una simu kwa nayo wazi. Haleluya. Amina. Kuwa kama Rebeka alivyokuwa. Rebeka alikutana na mtu akamwambia kwamba kuna mtu anakupenda anataka kukoa. Akamwambia subiri hapo. Akaenda kumwita kaka akasema ongea na huyu mtu. Haleluya. Amina. Tulisema hata jana usidanganyike. Tulisema kwa vijana wa kiume, kama kweli kuna kitu labda kwa wale ambao labda anataka kuoa au kuolewa, kama kweli kuna kitu cha kuoa au kuolewa, kwanza ndoa ni ya siku moja, ndoa ni ya dakika 2, ndoa si maisha. Kwa kama mtu kweli ana kitu, haina haja ya kusema lazima kuna kitu fulani kifanyike leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Apite wapi? Mlangoni. Amen. Asianze kuambia kwamba hapana njoo tuongee lakini usimwambie mtu. Ukiona ukisikia tu hivyo, unajua huyo tayari anakuandaa kwa kwenda kuzimu. Amina. Anakuandaa kwa shetani kuhusika na maisha yako. Utalia sana, utaumia sana, utateseka sana. Jambo limekuja, acha lipite mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuwe vielelezo katika mwenendo, namna tunafanya vitu. Kama kijana usiwe mtu ambaye unalala tu, hapana. Kuwa active. Haleluya. Amina. Kuwa active. Hata kama hauna kazi ya kufanya, basi kuwa mwinjilisti wa mitaani. Amina. Nenda tukawaambie watu habari za Yesu. Kama hauna kitu kabisa cha kufanya, nenda kawaambie watu habari za Yesu. Sio kwamba wanaenda kuambia watu habari za Yesu hawana kitu cha kufanya. Yaani kwamba unaona hauna kitu, badala ya kulala, badala ya kukaa tu, nenda kafanya kitu. Ukiwa unakaa tu, unajiandaa kwa shetani kufanya kazi na wewe, na atafanya kazi na wewe. Bwana asifiwe. Tulimuona Daudi, wenzake wako vitani, amekaa nyumbani. Adui akaleta kitu, akajikuta ameingia, amezini, ameua. Haleluya. Wageni wanakujaga kwenye maisha yetu, na wanakuja na ushauri wao, wanakujaga na mambo yao. Tuwe vielelezo katika mwenendo wetu. Mwenendo wetu usiwe na maswali. Watu wanapoangalia mwenendo wetu mwema, wamtukuze Mungu. Hata wale wanaotusingizia kwamba hawa wanajifanya walokole, wanajificha huko, lakini tuoneshe. Bwana asifiwe. Haleluya.
tuoneshe kwamba hapana, sisi tumeokoka kweli na tunaye Mungu kweli, tunamhofia Mungu, hatuogopi mwanadamu, tunamwogopa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini nasema tuwe vielelezo pia katika imani. Kwa kielelezo katika imani, uwe ni mtu wa imani, uwe mwenyewe na maisha yako ya imani. Muombe Mungu wewe mwenyewe bila kusukumwa na mtu. Soma neno wewe mwenyewe bila kusukumwa na mtu. Shiriki ibada mwenyewe bila kuambiwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Shuhudia watu wengine mwenyewe bila kuambiwa na mtu. Amina. Kwa kielelezo katika imani yako, kila mtu ajue kwamba huyu ni mtu wa imani. Muombe Mungu mwenyewe. Unaanza kufunga mwenyewe, unaamua tu, ngoja nifunge siku 2 hizi, ngoja nifunge siku 3 hizi. Hapana, ngoja niende kanisani nikakaa hizi siku 2 3 hapa, naona nina nafasi, labda siko kazini, siko na nini, na siku hizi hapa, ngoja niende kanisani, nitakaa pale ninyenyekee, nimtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa kielelezo katika imani yako. Kwa kielelezo, onesha imani yako. Onesha kwa matendo ya ukarimu, onesha kwa matendo ya upendo, onesha kwa matendo ya ujasiri, onesha kwa matendo ya fadhili. Bwana Yesu asifiwe. Onesha kwamba unamwamini Mungu, onesha kwamba wewe unayo imani ya Mungu. Haleluya. Ukiomba umwambie imani, uwe mwepesi kusamehe. Watu wanaomwamini Mungu ni wepesi kusamehe. Hautamwona na historia ya vitu, ana makosa na nini. Hapana, anaachilia, anasamehe, anasahau, anaangalia yaliyo mbele. Haleluya. Lakini nasema tuwe vielelezo pia katika upendo, upendo wa kimungu. Amina. Haleluya. Upendo wa kimungu sio ule udanganyifu ambao watu wanaambia ule ni upendo ambao uliingiliwa na dhambi, umeharibiwa. Mungu alishaleta upendo mpya. Haleluya. Watu wengi bado wanatumia ule upendo wa zamani, anamwambia nakupenda, kumbe kuna kitu anataka kwako. Hapana, sisi tuna upendo mpya unatoka mbinguni. Pendo hilo limeminwa katika mioyo yetu. Sasa tuwe vielelezo katika upendo. Huo upendo unafanya nini? Upendo huo unavumilia. Haleluya. Hautakabari wala haujivuni. Ni upendo ambao utafuti mambo yake. Ndio tulionao. Ni upendo ambao haukosi kuwa na adabu, haufurahii udhalimu, unastahimili yote, unavumilia yote. Ni upendo ambao haupungui neno lolote wakati wowote. Huu ni upendo wa kimungu, the God kind of love. Hallelujah. This is what? God kind of love. Amina. Kwa nasema tuwe mfano, tuwe kielelezo, tuoneshe mtaani kwetu ijulikane ya kwamba kuna watu wameokoka kweli. Amen. Nyumbani mwetu tujulikane tumeokoka. Shuleni wale wanaosoma, kazini wale wanaofanya kazi, kwenye huduma wale wanaofanya huduma, kwenye biashara wanaofanya biashara, ijulikane bila swali ya kwamba sisi tumeokoka. Bwana asifiwe. Kama Shadraka, Meshaki na Abednego, vijana hawa toka wakati wanasoma, walipoambiwa wale vyakula vya mfalme, wakasema tuwezi kula. Ilijulikana hawa watu ni tofauti. Walipoenda kazini, wengine wote wanaangukia sanamu, wakasema tuanguki. Ilijulikana wao ni wa tofauti. Baba Mungu, tunakuomba kwa ajili ya vijana hawa ambao Mungu amechagua kuingia kwenye maisha ya mapya. Baba, ninakuomba kila moja akubali kuishi maisha ya uhuru katika Kristo Yesu. Atambue kwamba amezaliwa mara ya pili, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Tujalie kwa vielelezo katika maneno yetu, katika mwenendo wetu, katika imani yetu, katika usemi wetu, katika upendo wetu. Watu wanapotuona wakuone Mungu wa kweli. Asante Baba, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kuna mtu yote ambaye